Kama mnavyoona wapenzi wa Crypto Educator, baada ya kusubiria pesa kutumwa kutoka kwenye Binance kwenda kwenye Bytex, sasa hivi imeshakamilika. Ile Bitcoin Cash imeshatoka kwenye imeshatoka kwenye Binance, imeenda kwenye ile akaunti yetu ya Bytex ambayo ni Cryptex. Kwa hiyo imeshaingia kule. Kwa hiyo unasubiria muda wa dakika takriban kama dakika 17 kama sio 15, kwa sababu hizi network zinatofautiana. Kumbuka tumetumia network ya Bitcoin Cash, kwa hiyo network nyingine zinachukua muda mrefu kusubiria mpaka pesa iweze kufika kule ulikoituma. Kwa hiyo tayari hapo nimeshatuma, na nikipiga hapa kwenye account ile ya Cryptex ambayo ndio Bytex, hiyo utaweza kuona $103 hizo tayari zimeshaingia hapo, zimetulia. Sasa hizi hapa tunatakiwa twende tukazichukulie mkataba. Mwenyewe alisema anataka mkataba wa miezi 24. Kwa hiyo tumeshajifunza jinsi ya kufungua akaunti, tumeshajifunza jinsi ya kudeposit Bitcoin Cash kutoka kwenye Binance kuleta kwenye akaunti yako ya Bytex. Kwa hiyo hapo nadhani kila mmoja atakuwa ana uwezo wa kufanya hilo zoezi. Kwa hiyo sasa kinachofuata hapa ni kwenda kuchukua mkataba. Kuchukua mkataba unashuka hapa chini, sehemu hii andikwa hapo alikuandika apply DFI hybrid contract. Kama unavyoona hapo active imeandikwa 0, hana mkataba yoyote. Kwa hiyo pesa tuliyoweka ndo ile pale nasoma pale juu, na hii pesa kwa sababu ipo hapa, kwa hiyo ikiwa hapa manake inakuwa una uwezo wa kutoa. Hata kama ukiwaalika watu, commission zako zitakuwa zinakaa hapa. Na pia endapo hata kama mkataba wako ndani ya miezi 24 umeisha, basi itatoka hapa ambako ni sehemu hii hapa ambako ni hybrid staking pool. Itatoka hapa, umeona, itatoka maeneo haya hapa, itatoka hapa overview profit locked, itatoka hapa na itaweza kurudi kule juu. Sasa hebu tuone jinsi ya kuchukua mkataba kwenye Bytex. Ni rahisi tu. Kwa hiyo kama nilivyowaambia, utashuka sehemu hii hapa chini iliyoandikwa hapa apply DFI hybrid, sawa. Nitapiga namna hiyo, itanipeleka kwenye peji nyingine. Tusubiri kidogo, tayari imeshafika. Kumbuka pale nina $103. Kwa hiyo manake hapa ninachukua mkataba wa miezi 24, sawa. Kwa hiyo ni hii hapa ambayo ni wa $100. Nataka mkataba mmoja tu. Kwa hiyo nitakachofanya, nitapiga hapa kwanza, nitapiga start staking, sawa. Imekuwa selected hapo, sawa. Ikishakuwa selected na kuja hapa continue to invest. Mbona simple tu namna hiyo. Kwa hiyo hapo nashuka chini, naangalia kuna taarifa ya continue select staking, napiga hiyo hatua ya mwisho. Basi hapo tayari tunakuwa tumeshamaliza hapo, ngoja itoke hapa kwenye hatua hii. Nadhani tumeshaona hii ni tayari. Kwa hiyo unaona mkataba umeshachukuliwa. Hapa zilikuwa $103, sasa hivi zimebaki $3.39. Umeona haya, mtaji aliopewa wa kuwekeza, umeona ameweka yeye dola ngapi? Aliweka $100 ambaye ni processing fee. Kwa hiyo ameshatambulika kwamba huyu ni mwanachama wa Cryptex, tayari ana wallet. Kwa hiyo ile fee imetumika kwa ajili ya kumpa wallet ya kuweza kufanya, na tayari ameshawekewa mtaji. Mtaji ndio huu hapa kama mnavyoona, ni $30,240. Huu ndio mtaji ambao unazungushwa, unafanywa staking kwenye pool yao ili kuwa unazalisha faida kila siku. Umeona, na hapa mkataba huu amechukua mkataba mmoja tu ambao uko active, na kuanzia kesho baada ya masaa 24 profit zake zitakuwa zinaanza kutokea hapo, ataanza kuona profit. Kwa hiyo itaenda kwa muda wa miezi 24. Ikishamaliza miezi 24, hii profit itakuwa unlocked. Ule mtaji, manake huu mtaji unatumika kuzalisha. Kwa hiyo mtaji utarudi kwenye kampuni, yeye ataweza kupewa faida ambayo mtaji umetumia kuzalisha hizo faida. Kwa hiyo mtaji wanaochukua wenyewe,
alafu wewe unapewa ile faida. Hivyo ndivyo jinsi inavyofanya kazi. Nadhani hapa tumeelewana. Ukitaka kujiunga kwenye mfumo wa Cryptex, linki iko chini ya video description. Bofya hiyo linki, fuata utaratibu huu, basi utaweza kudeposit, utaweza kufungua akaunti, kudeposit na kuweza kuchukua mkataba wako kwa kiasi chochote unachotaka. Kama unataka wa dola 1000, unataka wa dola 100 ni wewe mwenyewe tu, lakini hii ni long term investment. Na hii kampuni ipo toka mwaka 2016 mpaka leo. Ilianza kwa wenzetu nje huko, watu walifanya, wengine walisalau, lakini waliozalau wakaja wakajutia. Na wale ambao walikuwa na uthubutu, na unajua katika mambo ya online kuna mwingine unaweza ukampa kitu akawa anajiuliza hivyo kweli, mbona kama haiwezekaniki. Lakini siku zote watu ambao wenye uthubutu wa kufanya mambo, yani akishaelezwa kitu ameelewa, alafu anaamua kuchukua hatua, huyo anakuwa ni rahisi zaidi mtu wa namna hiyo kuweza kufanikiwa kuliko mtu ambaye anakuwa anauliza kila wakati kwamba hivyo kweli hii sijui. Lakini wapo unaambiwa ni project ambayo ipo na watu wamenufaika nayo, kwa sababu hii ni community project, ni hybrid staking, umeona hamna middleman, ni mfumo ambao unajiendesha wenyewe, sawa. Kwa hiyo huko namna hiyo, ndio maana unatakiwa makini unapokuwa unafanya procedure zozote au hatua zozote katika huu mfumo, hizo za kudeposit au kufungua account, kwa sababu ukikosea ni ngumu sana kuweza kupata usaidizi wa haraka. Umeona, ingawa ndio ipo sehemu yao ya kuopen ticket kwa ajili ya kuchat na customer care, lakini wanaweza wakachukua muda mrefu. Wanaweza wakachukua muda mrefu. Kwa hiyo hapo tayari sasa, kama kawaida nilivyowaambia, ukishamaliza hivi unachotakiwa kufanya ni kulog out, ili usije ukapata ile message ya kwamba you have already logged in another session. Kwa hiyo unatakiwa ubofye pale juu, utabofya hapo. Baada ya hapo una sign out namna hiyo. Kwa hiyo hapo ikishakuwa hivyo, basi hapo fresh. Nadhani hapo nimeeleweka. Kwa hiyo link iko chini ya video description. Usisahau kusubscribe, kulike na comment na kushare hii video kwa wengine ili naweza kupata mafundisho haya.